Hapo zamani, kaskazini mwa mto Limpopo, kuliishi jamii ya watu ambao nyayo zao zilitetemesha bara zima la Afrika. Hawa hawakuwa wakimbizi wa kawaida, walikuwa mashujaa waliokataa kupiga magoti. Leo tunafungua ukurasa wa safari ndefu zaidi ya kijeshi katika historia ya Afrika Mashariki na Kati. Na hii ni safari ya Wangoni. Karibu kwenye historia kiganjani. Kila jambo lina mwanzo. Katika miaka ya 1880 alitokea kiongozi mmoja aliyeitwa Shaka Zulu. Simba aliunguruma na dunia ikashtuka. Shaka hakuwa kiongozi wa kawaida. Alikuwa simba wa kivita aliyetaka kuunganisha makabila yote chini ya utawala wake wa chuma. Alianzisha jeshi la kudumu la LMPI, akaleta mbinu ya pembe za nyati na mkuki mfupi wa kuchomea uitwao Assegai. Chini ya kauli mbiu yake tii au ufe, Shaka aligeuza Afrika Kusini kuwa uwanja wa damu. Hali hii ya shinikizo ndiyo iliyowafanya viongozi wengine waone kuwa nchi imekuwa ndogo. Walikataa kumezwa, wakachagua uhuru badala ya utumwa. Umewahi kujiuliza ni kitu gani kinaweza kumfanya mtu aiache nyumba yake, kaburi la babu yake na ardhi ya asili na kutembea umbali mrefu wa zaidi ya kilomita 3000 kwenda kusikojulikana? Hii haikuwa safari ya utalii. Ilikuwa safari ya kunusuru maisha. Na sasa tuangaze sababu mbalimbali zilizopelekea safari hii ya Wangoni. Moja ya sababu kubwa ilikuwa ni ile vita ya Mfekane, kukimbia mkono wa damu wa Shaka Zulu ili kulinda utambulisho wa koo zao. Uhaba wa ardhi ikawa ni sababu nyingine. Wangoni walikuwa wafugaji. Idadi ya watu ilipoongezeka, malisho yakapotea. Hivyo basi ikabidi wahame kufuata nyika zenye kijani na mito isiyokauka ya kaskazini. Uvamizi wa wageni, Boer Trek, Wangoni walijikuta wamebanwa kati ya mkuki wa Shaka na bunduki ya wazungu waliokuwa wakisukuma kutoka kusini. Lakini tamaa ya utawala ikawa ni sababu nyingine. Viongozi kama Zongendaba walitafuta utukufu. Walijua kule kusini wangebaki kuwa machifu wadogo, lakini kaskazini wangekuwa na ufalme wa himaya mpya. Hebu sasa tuwafahamu mashujaa hawa walioongoza misafara hii ya kihistoria. Zwangendaba. Zwangendaba alikuwa kiongozi mashuhuri wa kabila la Wangoni mwanzoni mwa karne ya 19. Asili yake akitokea kusini mwa Afrika, eneo la South Africa kwa sasa. Alikuwa sehemu ya harakati kubwa ya uhamiaji wa vita vilivyojulikana kama Mfekane, kipindi cha machafuko na uhamaji mkubwa wa makabila kusini mwa Afrika. Alikimbia kutoka kusini baada ya vita ya upanuzi vilivyochochewa na utawala wa Shaka Zulu. Aliongoza kundi lake kuelekea kaskazini, wakipita maeneo ya Msumbiji, Malawi, Zambia, hatimaye wakaingia Tanzania, hasa kusini magharibi huko Songea. Huyu ndiye alianzisha utawala wa Wangoni katika maeneo ya kusini mwa Tanzania. Aliweka mifumo ya kijeshi mikali na utawala wa kifalme. Hatimaye alifariki mwaka 1848 huko karibu na Ziwa Nyasa. Mputa Maseko. Mputa Maseko alikuwa mmoja wa viongozi wa Wangoni waliotokea baada ya Zwangendaba. Nafasi yake alikuwa kiongozi wa tawi la Wangoni lililojitenga baada ya kifo cha Zwangendaba. Aliongoza kundi lililoelekea zaidi eneo la kusini mwa Tanzania
Yeye alisaidia kueneza utamaduni na mfumo wa kijeshi wa Wangoni. Alikuwa sehemu ya uendelezaji wa dola ya Wangoni katika Afrika Mashariki. Yupo bwana mmoja aliyejulikana kwa jina la Chief Songea Mbano, mwamba usiotikisika. Huyu ingawa alitokea baada ya kufika Tanzania, huyu ndiye tunda la ujasiri wa Wangoni. Alikuwa mkuu wa majeshi aliyeheshimika katika vita vya Majimaji. Alikataa kusalimu amri ya Wajerumani akisema, kama askari wangu wamekufa, mimi ni nani hata nibaki hai? Hivyo alichagua kunyongwa kishujaa, na leo mji wa Songea unamwenzi. Safari hii haikuwa ya amani. Ilikuwa na gharama kubwa ya kibinadamu kama ifuatavyo. Maelfu ya wenyeji waliuawa, mashamba yalichomwa moto, na biashara za masafa maelfu zilivurugika. Wangoni waliteka vijana na watoto ili kuongoza askari wao, jambo lililovunja familia nyingi za wenyeji. Lakini walileta mapinduzi ambayo waliofundisha makabila ya huku mbinu za pembe za nyati, jambo lililosaidia Wahehe, Wasangu kujenga majeshi imara dhidi ya wakoloni. Walileta tamaduni mpya kama ngoma ya Mganda, majina ya koo kama Gama, Maseko na Mbano, na uwezo wa kuunganisha watu tofauti kuwa taifa moja. Tunapofika tamati, kumbuka hili: historia haijengwi na watu waliokaa kimya, bali na watu walio tayari kufanya maamuzi magumu. Safari ya Wangoni inatufundisha kuwa ujasiri ni daraja la kukupeleka kwenye hatima yako. Leo Wangoni wa Songea sio wavamizi tena, ni sehemu ya damu na nyama ya Tanzania. Na hii ni sauti na simulizi za Kale Jr. Asante kwa kujifunza nasi.